anayeweza kuingia mbinguni ni mtoto. Mtoto ndiye Biblia inazungumzia, ndiye aliye na uwezo peke yake ya kuingia mbinguni, kwa sababu mtoto kuna qualification anakuwaga nazo katika moyo. Mtoto kuna tabia ako naye ambayo mtu mzima hana. Na Yesu alipokuwa akiulizwa alisema mtoto ndiye anaweza kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna tabia ambazo mtoto ako nazo katika moyo, ambao tabia hizo ukizitafuta kwa watu wazima hauzioni. Ninaongea mambo ya rohoni, nalinganisha kati ya mambo ya rohoni na mambo ya mwilini. Hata mtoto wa mwilini kuna tabia ako nazo ambao kwa mtu mzima wa mwilini hana. Na pia mtoto wa rohoni kuna tabia ako nazo ambayo mtu mzima wa rohoni hana. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya kwanza inaonekana ndani ya mtoto ni kusamehe. Mtoto ni mwepesi wa kusamehe. Tunaona watoto hata wakikosana, kwa muda mfupi sana utawapata wamerudiana, wameongea, wamecheka, na hiyo wamefuta. Jambo la kwanza la mtoto wa Mungu, mtoto wa kiroho, mtoto ambaye baba yake ni Mungu aliye hai, ako na moyo wa msamaha. Hawezi kumbeba mtu miaka mingi, hawezi kumbeba mtu mwezi mzima. Ako na moyo mwepesi wa kusamehe. Mtoto wa Mungu. Na tunajua mtoto wa Mungu ni mtu ambaye amemwamini Yesu na amejazwa na Roho Mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu ndiye analeta tabia za mtoto wa mbinguni. Na tabia moja ya mtoto wa mbinguni ni kusamehe na kusahau, ni kusamehe na kuachilia. Iwapo wewe umeokoka, unaitanishwa na ufalme wa Mungu aliye hai, na hauna msamaha ndani yako, wewe hauja qualify kuingia mbinguni. Maana msamaha ndio Mungu alituletea. Msamaha ndio Yesu alituletea. Na mtoto wa Mungu ni lazima awe na msamaha ndani yake, ili akapata kuingia mbinguni. Jambo la pili ambao ni tabia ya mtoto ni utii. Mtoto wa Mungu ni lazima atii mambo yote ambayo Mungu anayasema. Na hapo katika utii ndipo kuna utakatifu. Maana ukifanya vile Mungu ameagiza, utakatifu uko katika kufanya yale Mungu ameyasema. Maana usipofanya vile Mungu amesema,
ndiyo dhambi inazalika. Lakini wakati umetii Mungu, umefanya mapenzi ya Mungu, unakuwa mtoto wa Mungu, unakuwa mtoto wa ufalme, unakuwa mwana. Tuko na Wakristo wengi hawatii mambo ya Mungu, hawakai kama Bwana anavyotaka, hawajaqualify kuingia mbinguni. Maana mtoto wa Mungu aliye hai anatii mambo ya baba yake wa mbinguni, anasikia mahusia ya baba yake wa mbinguni, anakaa kama Mungu aliye hai anavyotaka. Mtoto wa Mungu hajiongozi, anaongozwa na baba yake wa mbinguni. Iwapo wewe ni Mkristo na hautii mambo ya Mungu, wewe haujaqualify kuingia mbinguni. Itakubidi ujifunze kutii. Kutii ni kujifunza. Mtu huwa anajifunza. Ukiambiwa neno la Mungu likikwambia, unafanya kama vile neno limesema, kwa sababu kutii ni kujifunza, na kutii ni tafsiri ya kumheshimu Mungu. Ukitii, kutii kunaenda pamoja na heshima. Kutotii kunaenda pamoja na kumdharau. Jambo la tatu, mtoto husema ukweli. Mtoto hajui kudanganya. Mtoto wa Mungu hajui kudanganya. Tuko na Wakristo wengi ni waongo, wanasema mambo ya uongo hata kwa madhabahu. Lakini mtoto wa Mungu hadanganyi, anachosema ni kweli. Mtoto wa Mungu mambo yake ni ya kweli, kile anachosema ni kweli. Ukikosa ukweli, ukweli unakaa katika sehemu mbili. Ukweli unakaa katika moyo na katika ulimi. Ukweli ulio katika moyo ndio unausema katika ulimi, lakini katika moyo wako, iwapo moyo wako hakuna ukweli, hata katika ulimi wako hakuna ukweli. Na mtoto moyoni, toka moyoni, mtoto anasema ukweli, na ulimi wake mtoto unasema ukweli. Huyo ndiye mtoto wa Mungu, na huyo ndiye anaweza kufika katika ufalme wa Mungu. Jambo la nne, mtoto hunyenyekea. Mtoto ni mnyenyekevu. Kunyenyekea ni ikiwa na kujishusha. Kunyenyekea ni ikiwa na kusikia. Kunyenyekea ni ikiwa na kukubali kuongozwa. Mtoto ananyenyekea. Tuko na Wakristo waliojaa kiburi, hawanyenyekei. Na ukiwa mnyenyekevu, huwa unasikia, huwa unasikiliza. Lakini ukiwa wewe sio mnyenyekevu, huwa unapingana na kila shauri njema. Ukisikia neno la Mungu linasema hivi, unapinga. Ukionywa kidogo, unapinga, kwa sababu unyenyekevu haupo. Hautaki kurekebishwa. Ukiambiwa hii njia ni mbaya,
njia, unaona unaonewa kwa sababu hujanyenyekea. Lakini unyenyekevu ukiwepo, ukionywa, huo unashuka chini na kuomba rehema, huo unashuka chini na kumlilia Mungu, na ushindani na anayekuonya, kwa sababu wewe, unyenyekevu ni tabia yako. Kushuka na kumwita Mungu ni tabia yako. Haleluya. Mtoto hamchukii mtu yoyote. Mtoto wa Mungu hana chuki na mtu, bali amebeba upendo. Amebeba upendo wa Mungu. Mtoto wa Mungu hana chuki. Tuko na Wakristo mioyo yao imejaa chuki, wameapply tabia ya shetani katika mioyo yao. Tabia mojawapo ya shetani ni kuchukia. Tabia mojawapo ya shetani ni kutokutii. Tabia mojawapo ya shetani ni kutokusamehe. Tabia mojawapo ya shetani ni kusema uongo. Na bado wanasema ni Wakristo wanaenda mbinguni. Ukweli ni kwamba usipokubali kuapply tabia ya mtoto wa mbinguni, mbinguni wendi. Mbinguni wendi. Lakini iwapo utakubali neno la Mungu likutengeneze, utakubali kukaa kama mtoto wa Mungu, mbingu ni sehemu yako. Yesu yuko karibu kurudi, lakini ningeulizwa mimi, ningesema asirudi kwa haraka, kwa sababu dunia imeharibika kuliko mbele. Unaangalia kanisani, nani anaenda mbinguni? Unakosa. Watu wamejichanganya. Mungu tu atupe muda turekebishe mambo yetu, ili anapokuja tusije tukabaki. Naweza kosa kunielewa, lakini ndivyo ilivyo. Mtoto wa Mungu hamchukii mtu. Mtoto wa Mungu amebeba upendo wa Kristo. Mtoto wa Mungu hamhukumu mtu. Tuko na Wakristo wengi wanahukumiana, wanahukumu wachungaji wengine, wanahukumu makanisa mengine na kusema lile kanisa halina Mungu, na kusema lile kanisa wanaabudu hivi na vile. Wamekaa kama mwimbaji mwingine, napata mhubiri na hukumu mhubiri mwingine. Lakini mtoto wa Mungu habebagi hukumu. Hata Kristo hakuja kuhukumu, alikuja kuleta neno la uzima. Mtoto anabebaga neno la uzima. Huwa hahukumu mtu, hahukumu mtu. Kiwa wewe ni mtoto wa Mungu, huhukumu mtu. Iwapo unaona mtu anaenda katika njia isiyopendeza, unaendaga kumwambia kwa Mungu, unaendaga kumwambia Mungu, mgeuze, mweke katika mpango na njia yako. Urehemu Mungu. Tumeacha kuombeana, tumeacha kuombeana kama Wakristo, tumeanza kuhukumiana. Mtoto wa Mungu hamhukumu mtu. Tabia nyingine inabebwa na mtoto wa Mungu, hawana shukrani. Hawana shukrani
kunung'unika, ni kulalamika, ni kusema Mungu hajanifanyia hili na lile, ni kusema Mungu, nilikuomba hiki hukunipa, lakini hata kile ulipewa hukushukuru, hata kile Bwana amekupa hujamshukuru. Nataka tusome katika Mathayo 18 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao, akasema, amini nawaambia, msipookoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Wanafunzi wa Yesu walimwendea Yesu wakamuuliza swali, katikati yetu ni nani atakayekuwa mkuu katika ufalme wa Mungu? Na Yesu akawapatia qualification, akaita mtoto mdogo akawaambia, msipookoka mkakaa kama huyu mtoto, maana huyu mtoto ni mtiifu, mtoto ananyenyekea, mtoto ana upendo, mtoto anasema ukweli, mtoto anajua kushukuru. Msipokaa kama mtoto, mtoto hawezi kuwa na dhambi. Msipokaa kama mtoto, kiukweli, sijui unaposikia neno kama hilo, sijui unawaza jambo lipi, lakini sisi ndio tunaambiwa, sisi tunaoitanishwa na Mungu ndio tunaambiwa, tusipookoka na kudownload tabia ya mtoto wa mbinguni iwe katika mioyo yetu, tukakosa kujishusha, mbinguni hatutaingia. Iwapo Yesu anaweza kuambia wanafunzi mambo kama hayo, na sisi akasema, amini nawaambia, msipookoka na kuwa kama vitoto hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Akawaambia, yoyote ajinyenyekeshaye. Kunyenyekea ni ikiwapo na kukubali uongozi. Kunyenyekea ni ikiwapo na kukubali kumfuata Mungu. Kunyenyekea ni ikiwapo na kukubali kutii. Kunyenyekea ni ikiwapo na kusikia Mungu. Kunyenyekea ni ikiwapo na kujishusha mbele za Mungu. Iwapo tutanyenyekea kama mtoto, mbinguni tutaenda. Lakini tusiponyenyekea kama mtoto, mbinguni kuingia itakuwa ni ngumu. Mbingu zinatafuta qualification. Kuna tabia Mungu anazitaka ndani ya Wakristo. Leo hii kana mwenye ataokoka wanakaa wanafanana, tabia zinafanana, na haipaswi kuwa hivyo. Maana lazima sisi tubadilike ndio tubadilishe ulimwengu, na kama sisi hatubadiliki, ulimwengu nao huwezi badilika. Mungu atusaidie tuokoke ndio tukaokoe wengine. Lakini sisi tusipookoka kwanza, sisi tulio katika makanisa, sisi tunaojiitanisha na jina la Mungu, tusipookoka vizuri, hatuwezi okoa hata jirani. Utamwambia nini na tabia yako anaijua? Utamhubiria neno gani hata
Unashangaa unaenda kanisa kufanya nini na tabia umekataa kubadilika. Mungu atusaidie. Tusipokaa kama watoto, mbinguni huwezi enda. Siwezi enda mbinguni nisipokaa kama mtoto. Mungu anatafuta watoto wao. Watoto wako tayari kujifunza njia ya Mungu. Watoto wako tayari kuacha maovu. Watoto wako tayari kusimama na neno la Mungu katika roho na kweli. Watoto wako tayari kumwabudu Mungu. Watoto wa Mungu. Mungu atusaidie. Nitaomba nimalizie. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante maana wewe ndiye Mungu juu mbinguni na duniani. Tusaidie Bwana Yesu, tuwe na tabia ya watoto wa roho. Tuwe tayari kujifunza na kukaa katika njia zako. Tuwe tayari kufanya mapenzi yako. Baba tusaidie. Na kama dhambi za kila mmoja ambaye anasema anaitanishwa na wewe, awe ni mchungaji, awe ni mwalimu wa neno, awe ni mwinjilisti, awe ni mtume, awe ni nabii, awe ni mshirika, ninaungama na kuwaombea wote. Tusaidie tukae kama watoto wataka ambao hawana dhambi, hawana hila. Wako ni kwa ajili ya utukufu wako. Pokea sifa, utukufu na heshima, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo ninaomba hata nikiamini. Amen.